alama zinatamatika, mnyama Simba anaondoka na alama zote 3 muhimu. Ilikuwa ni mchezo namna gani? Kwanza tumshukuru Mungu, toka tulipoanza mpaka leo tulipofikia. Kazi ilikuwa kubwa, lakini Simba hawakuwa na mechi ndogo. Simba kila mechi fainali. Tumepata pointi 3 kwa tabu, tumepoteza nafasi nyingi za hatari ambazo unakaa unaangalia wenzetu walikuwa na Mungu. Mwisho wa siku tumepata pointi 3, lakini Kagera leo alikuwa amekuja kwa umakini na amekuja na kwa kutaka kitu. Unajua Simba kila akicheza na timu basi lazima, walikuwa na milioni 25 ya kuahidiwa inasemekana ya draw, lakini walikuwa na 50 ya ushindi. Kwa hiyo walikuja kuitaka kuichukua, lakini ukubwa wa Simba hawajaweza kuichukua. Tumepata pointi 3 kama tulivyotarajia. Mchezo wa mwisho nyumbani tarehe 25 vipi? Msimamo aliopo pale pale ama mtapeleka timu? Msimamo upi? Jambo la hatuchezi lipo kwa wenzetu. Si hatujasema chochote. Mechi imepangwa, si hatujasema lolote. Kwa hiyo hatuchezi wamesema wenzetu. Si hatujasema hatuchezi. Kwa hiyo kama wewe unasema tarehe 25, basi tusubirie tarehe 25. Kama tuna kweli tunacheza au hatuchezi. Kwa hiyo inachotakiwa kuvuta subira tu. Na yoyote wanasema kila aliyevuta subira yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Tunaona wachezaji leo wa sasa, beki wa kati Shamo amepata majeraha, na ukiangalia mna mchezo wa fainali ambao ni siku ya Jumatano. Kuna namna mnaona kabisa mnaenda kuathirika? Simba ina wachezaji wengi sana, zaidi ya 28-30. Umeona? Kwa hiyo ina maana kukosekana kwake, kama atakosekana wala hamna shida, kwa sababu tumeweza kuona tena kwenye mechi ya kimataifa Athletic 4 kacheza Kagoma. Sijui wote mliona, na alikata umeme vizuri, lakini acha ya kimataifa kwenye mechi za kawaida tu alishacheza Athletic 4. Kwa hiyo ina maana kuhusiana na mabeki kwenye ukataji wa umeme hatuna wasiwasi juu ya hiyo. Kila mchezaji wa Simba anajituma kwa namna yake ili mradi aweze kuifanya Simba ipate matokeo. Kwa hiyo hatuna wasiwasi juu ya hilo. Jumatano ndio siku ya kujua kama mnanyanyua kikwapa au la. Kwa upande wenu mashabiki, mna shauku kiasi gani mchezo huo? Hii Simba ya ubaya ubwela tunapokwenda ni kuinua kwapa. Kwa hiyo hatuna wasiwasi, ili kombe letu. Tunajua wenzetu walivyoona hali mbaya wakaanza miemko ya kutaka kuvuruga mpira, na yote ile wakiangalia nyuma walipotoka walikuwa wanapata kiurahisi, bado mechi 4 wao washapata. Kwa hiyo sasa hivi Simba ya ubaya ubwela wameweza kuamini, pamoja na machawa wao wanaowapa pointi kirahisi. Jana nimemuona msemaji wa Dodoma anasema kwamba Yanga ni timu ngumu sana, ni timu nzuri kuliko Real Madrid. Kwa hiyo ukikaa mwenye akili timamu ukimwangalia msemaji anazungumza vile tu, unajua kinachoenda kutokea. Kwa hiyo ina maana sisi hatuna wasiwasi. Tunajua ile vurugu alianza kwa sababu wanamuona Simba yuko kwenye mbio za ubingwa, na inshallah ubingwa tutapata. Leo unaona Almas Kasongo kaambiwa mbaya, sijui nini, ana makosa yoyote katolewa, sijui walimtaka nayo Kidau atoke, sijui nini, kwa sababu walikuwa wanaona wanaharibikiwa. Ukiangalia msimu wa mwaka jana, wajuzi wa majuzi, wote walivyokuwa wanainua kwapa, wale walikuwa watamu kama sukari, lakini leo wamekuwa wabaya kama shubiri. Hawawataki, kisa Simba ameleta upinzani mzito. Na ukweli wamepewa upinzani, kwa sababu ukikaa ukiangalia Simba unaambiwa anapata favor. Angalieni yeye, juzi ilikuwa Aucho apewe kadi nyekundu, watu wote tunaona kaenda kumkanyaga mtu, lakini umeona goli lao la offside la wazi, mtu kakaa mbele kama imamu anaswalisha, mwamuzi kama hajaona, kimya, watu wote, wachambuzi wote. Na cha kufurahisha, hadi mchambuzi nguli ambayo yuko sehemu nyingine, Hansi Rafael kaposti kwamba ile ni offside. Sasa uoni balaa hili. Kwa hiyo ina maana wao leo utamsema Almas Kasongo mbaya, utasema Wilfred Kidau mbaya, Karia hafai, wakati soka linapanda kila siku tunapokwenda. Kwa hiyo ina maana wao wameona kwamba hawapati, na washatumia gharama kubwa kudhamini machawa wao ili waendelee kupata pointi 3 na magoli mengi. Kuna wengine shekhe washapigwa goli 6 huku 6 kule 12. Kuna waliopigwa 11, hao machawa. Lakini ukiwaangalia hawa wasiodhamini hamna hizo. Kwa hiyo ina maana tunakwenda sisi kutekeleza ubaya ubwela. Na kombe inshallah tutapata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tumejipanga.
Mwenyezi Mungu anakuambia aljitihada wajada, ukijitahidi utafanikiwa. Kwa hiyo tunaamini kabisa tunaenda kupata mafanikio juu ya hii Simba yetu ya ubaya ubwela.